waje kufungua. Acha mapongezi na nyama. Jamani, simependa yenyewe. Acha tu wewe sio. Acha tu. Penda wenyewe. Tumepoteza. Tumeteleza lakini Yanga bingwa. Tumeteleza lakini Yanga bingwa. Mpira unadunda shekhe. Kipo pale pale. Gepu la alama 2 hivi sasa. Mbele ya mtani. Hayo mnasema nyinyi. Tumepoteza leo. Gepu la alama 2. Ndio unavyojua wewe. Alama 2. Una uhakika shekhe? Na uhakika. Basi insha albasi Yanga bingwa. Yanga bingwa. Mzee, mnaonekana kama mmepoa, alafu safari ya kutoka Singida mpaka Dar ni ndefu sana. Mtarudije? Tunarudi. Tumezoea shatoka Kigoma, shatoka Malawi mpaka Dar es Salaam. Naona kama dereva haonekani, sasa sijajua shida ni nini. Na dereva ndio mimi shekhe. Wewe ndio dereva? Sasa mnaweza mkaanguka nje. Hapana. Mbona mmepoa, mwingine akashika hivi, mwingine hivi. Basi. Mahaba. Kwa tunapokea matokeo hayo kama matokeo ya mpira. Dhoni anauma, lakini lazima tukubali kwamba huu ndio mpira. Tumetoka Dar es Salaam, tumekuja hapa kwenye kiwanja cha Singida Black Stars, tumeweza kudondosha alama hapa. Unbeaten yetu imevunjikia hapa, lakini mimi naweza nikasema yote hayo ni mpira, kwa sababu sisi kama timu, sisi kama mashabiki, matamanio yetu ni kuhakikisha tunaendelea kufanya vizuri, hatupotezi mchezo. Lakini kumbuka wenzetu pia wanahitaji kupata alama dhidi yetu. Wenzetu pia wapo katika mbio za ushindani, wengine kujiokoa sishuke daraja, wengine kubaki kwenye nafasi nzuri, wengine pia wanatamani kugombania na sisi ubingwa. Kwa hiyo nadhani ni mpira, mimi nazungumza kama ni mpira tu. Watu wengi wako na maumu ligi Diarra skin protect baada ya kutoka yeye. Watu wanasema kama Diarra amechomesha hivi. Of course huwezi kulaumu watu kumfikiria hivyo, kwa sababu watu wanaamini uwezo wa Diarra, watu wanaamini performance ya Diarra akiwa uwanjani, lakini Diarra ni goalkeeper ambaye hapendi kufungwa kabisa. Kwa hiyo inapotokea amefungwa ni kidogo inamdisappoint, lakini mimi niseme ilibidi iwe hivi. Umeona vitu vyote vinavyotokea maana yake inabidi kuwepo na sababu. Ilibidi zitokee sababu, watu wapate cha kuongea, lakini all in all mimi nasema ni mpira. Kwa sababu angekuwa Diarra, angekuwa nani, pengine kama tulipangiwa kufungwa au kupoteza mchezo leo, tungepoteza tu mchezo. Hebu ashumu tumevuka vigingi vyote, tumekuja kupoteza alama kwa Dodoma. Kwa hiyo ndio ujue kwamba mpira una matokeo yake, na ndio maana mimi naupenda mpira na naamini ni mchezo ambao unateka hisia za mashabiki wengi na watu wengi kwa sababu ya sifa yake ya kutotabirika. Kwa hiyo lazima tuheshimu mpira, tuendelee kuamini timu zetu, tuendelee kuamini timu yetu Young Africans, sababu mpaka sasa ukiangalia bado Young Africans tuna nafasi kubwa ya kuchukua kombe hili. Kwa sababu mimi nina uhakika Young Africans ninao uwezo wa kuhakikisha mechi zinazobaki sitopoteza, lakini je, mwenzangu ana uwezo wa kucheza mechi 7 au 8 bila kupoteza, kufungwa au kusuluhu? Najua hana uwezo huo. Kwa hiyo mimi nadhani bado sisi ni title contenders na tutaweza kulichukua kombe hili. Shukrani sana. Mwanangu roho inauma. Sikia mwanangu. Bakari naye anatakiwa ajitafadhili bana. Nani? Bakari Mamnyeto anazingua. Unapishaje mpira kwenye sita? Kwenye sita unapisha mpira. Anazingua. Yaani kapitano. Asitake tuongee mwanangu bana. Anapisha mpira hivi. Gepu la alama 2 hivi sasa limebaki kwa mtani wako Nyama Simba Sports Club. Aishi mpaka lolote linawezekana mwanangu. Haina shida. Tutapambana. Mechi zimebaki mechi 7, si ndio? Tutapata ushindi, haina shida, kwa sababu ligi ni marathon. Tumepoteza leo, lakini yote kwa yote tutaendelea, tutajipanga vizuri. Technical bench, viongozi watakaa chini, wataangalia makosa, wataweka sawa, maisha yataendelea. Nia za ubingwa bado zipo? Zipo mwanangu. Unafikiri? Mbio zipo, hatujakata tamaa. Sisi tunaongoza ligi kwa pointi 2 juu. Haina shida. Mtu hata pointi 1 anachukua ubingwa. Semaje Dodoma Jiji alitamba, alisema Young Africans isije na matokeo, na kweli kimetokea. Tumepigwa mabao 3 kwa moja. Machi atambe mwanangu, unajua mbu kaangusha mbuyu wanangu. Mbu kaangusha mbuyu. Mbuyu ni nani? Mbu ni nani? Mbu Dodoma Jiji. Mbuyu ni Yanga, ni kubwa. Oya. Asanteni sana jamani waandishi, nauma.